Shalom, shalom. Ni siku nyingine tena njema kabisa ambayo Bwana ametupa neema ya kuwa hai. Siku ya Jumapili ya tarehe 19 mwezi wa 4. Mungu amekuwa mwema kwetu sana. Na kukaribisha ndugu msikilizaji ambaye uko tayari kushirikiana nasi katika kupokea maneno haya au ujumbe huu ambao Bwana ametuandalia siku ya leo. Leo napenda kuzungumza juu ya somo hili la zungumzia juu ya wimbo mpya. Wimbo mpya. Nimewahi kufundisha huko nyuma, lakini hasa ilikuwa ni kujibu maswali ya watu wanaotaka kujua wimbo mpya. Na pia nilipata kufundisha, ninapofundisha kitabu cha Ufunuo sura kwa sura, niliweza kuongelea juu ya wimbo mpya katika sura ya 15 ya Ufunuo, sura ya 14 na sura ya 15. Pia sura ya 5 inazungumza habari ya wimbo mpya. Leo naona nijikite zaidi hata kwa maandiko ya nyongeza na asili ya wimbo huu mpya. Biblia inapozungumza kwamba mwimbieni Bwana wimbo mpya, ina maana gani? Na hili jambo au hili somo limejengwa sana katika ile sura ya 14 ya Ufunuo. Tunaposoma juu ya sura ile ya 14 ya Ufunuo, inazungumza juu ya wale 144,000. Kama kawaida nimekuwa nikifundisha sana habari ya kitabu cha Ufunuo, kwamba kitabu cha Ufunuo hakitabiri mambo ya mbinguni, wala hakielezi mambo tutakayoyakuta mbinguni au mambo yajayo. Sio unabii. Kitabu hiki kinatufunulia yale ambayo yamefundishwa au yamenenwa na manabii, yaliyonenwa na mitume, yaliyonenwa na Yesu, yaliyotabiriwa na manabii. Hata tunakuta kuna mambo yaliyonenwa katika Torati, tunafunuliwa katika kitabu cha Ufunuo. Lakini kitabu hakipo kutabiri, jambo ambalo limekuwa gumu sana kwa watu wengi kuelewa na kukubali. Lakini unaposhindwa kukubali ukweli, utajichanganya tu. Sasa nitakuonyesha hata hapa katika sura 14 jinsi watu wanavyojichanganya. Sura ya 14 ya Ufunuo, ukianzia mstari wa 1, inazungumza juu ya, anasema, nikaona tazama mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni. Nilifundisha kwamba juu ya mlima Sayuni anazungumzia ni juu ya kanisa. Mlima Sayuni ni kama ulimwengu wa kiroho, maana Bwana anakaa katika mlima na watu wake wanakaa katika mlima. Wakati mwingine unasoma habari za mlima Yerusalemu au mlima Sayuni au mlima wa Bwana au mlima mtakatifu, yote yana maana moja. Bwana anakaa katika mlima wake Sayuni, na kanisa linakaa katika mlima Sayuni. Tunakaa pamoja na Bwana katika ulimwengu wa kiroho, katika mlima mtakatifu. Sasa Bwana hapa, Yohana anasema alimwona Bwana akiwa amesimama katika mlima. Na nani anakaa na nani katika mlima? Bwana anakaa na 144,000. Hao 144,000 ni nani? Nimefundisha katika masomo mengine yaliyopita, na sura hii pia inathibitisha kwamba 144,000 ni kanisa. Sifa zake zipo katika sura hii ya 14, kwa sababu anasema hao 144,000 wameandikwa majina, wameandikwa jina la Baba katika vipaji vya nyuso zao.
Hii ndio sifa ya kanisa. Tena wanatoa sauti kama sauti ya maji mengi. Hiyo ndio sifa ya kanisa. Yaani ni makutano makubwa, sauti kama ya radi. Tena wanavipiga vinubi. Kupiga vinubi manake wanamwimbia, wanamtukuza. Neno wapiga vinubi ni sifa ya kanisa. Popote wapiga vinubi ni wale wanaomcha Bwana, wanaomtukuza Bwana. Wao wanahesabiwa kama ni wapiga vinubi. Sasa unapiga vinubi vya namna gani? Manake unaimba. Alafu anasema wanaimba wimbo mpya. Sifa ya kanisa ni kuimba wimbo mpya. Wanaimba wimbo mpya. Sasa ukiendelea anasema wimbo huo, mstari wa 3, wanaimba wimbo mpya mbele za kiti cha enzi na mbele ya wale wenye uhai 4 na wale wazee, wala hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule ila wale 144,000 walionunuliwa katika nchi. Sifa nyingine ya 144,000 ni wale walionunuliwa katika nchi. Kanisa limenunuliwa katika nchi. Sasa kujichanganya kunakuja hivi. Wanaofundisha kitabu cha Ufunuo wengi wanaamini kwamba 144,000 sio kanisa, ni watu maalum. Sijui ni watu gani hao maalum ambao Bwana amewateua kutoka katika Israeli. Wanaamini kwamba ni hesabu maalum ya Israeli, ndio wao ndimo itakamotoka hesabu hiyo ya 144,000. Na wanaamini kwamba 144,000 ni tarakimu halisi. Lakini nilifundisha 144,000 ni hesabu wakilishi, ni tarakimu wakilishi inayozidishwa 12 mara 12. 12 na wakilisha Agano la Kale, 12 na wakilisha Agano Jipya. Agano la Kale ni kabila 12 za Israeli, na Agano Jipya ni kabila ni 12 mitume 12 wa Yesu. Msingi wa Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa wakati watu wanasema hawa ni Wayahudi, hao 144,000 ndio inayowaambia wanaimba wimbo mpya, wanavipiga vinubi. Alafu wimbo huo hakuna aliyejifunza, huo wimbo, lakini wanaimba huo wimbo. Ni wale tu hao 144 ndio wanaweza kuimba huo wimbo, hakuna mwingine aliyejifunza. Ndivyo tunasoma hapa. Sasa watu wanajichanganya, wanasema hawa ni 144 kutoka Israeli, kutoka Uyahudi, kutoka Israeli. Alafu hapo wanatumia maandiko haya kusema tukifika mbinguni tutaimba wimbo huu mpya ambao hakuna mtu atakayejifunza. Anasema wimbo huu ambao hapana mtu aliyeweza kujifunza. Sasa wanasema wakati wao wanajipinga kwamba 144,000 ni watu ni kutoka Israeli, ni kutoka Wayahudi. Alafu wanatumia maandiko hayo, tukifika mbinguni tutaimba wimbo ambao hakuna mtu awezaye kujifunza. Naona kuchanganya. Ukikosea kitu, unapoanza kuchanganya, utajichanganya, baadaye utashindwa kurudi. 144 ni kanisa, na sifa ya kanisa ni kuimba wimbo mpya. Ni waimbaji, ni wapiga vinubi. Maandiko yanapozungumza habari ya sauti ya wapiga vinubi ni kanisa. Sauti ya wanaoimba wimbo mpya ambao hakuna anayeweza kujifunza mwingine isipokuwa wale 144,000 ni kanisa. Tutaangalia huo wimbo ni wa namna gani. Wanaimba wimbo mpya. Sura ya 15 ya Ufunuo inatuambia kitu kingine. 15 mstari ule wa 2 na wa 3. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama na sanamu yake na kwa hesabu ya jina lake,
walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo, wenye vinubi vya Mungu, nao wauimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo, wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, e Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako, e mfalme wa mataifa. Yohana anaona kitu kama bahari ya kioo. Nilifundisha, narudia kwa haraka. Bahari ya kioo tunaanza kuiona sura ya 4 mstari wa 6, sura ya 4 ya Ufunuo. Anazungumza pia bahari ya kioo. Ulimwengu huu tulionao ni ulimwengu wa kimwili. Huu tulionao unafananishwa na bahari. Biblia katika mafumbo yake inaposema bahari, na huyo mnyama anatokea baharini, mambo mengi yanatokea baharini. Ulimwengu unafananishwa na bahari. Bahari inawakilisha ulimwengu. Lakini wakati huo waliookoka, watu wa Mungu, wana ulimwengu wao unaoitwa ulimwengu wa kiroho. Tumo ndani ya ulimwengu, lakini tukimwamini Yesu Kristo tunahamishwa, tunaishi katika ulimwengu wa kiroho. Kuna ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa kiroho. Pia ulimwengu ukifananishwa na bahari, pia kuna bahari, alafu kuna bahari ya kioo. Bahari inawakilisha ulimwengu, bahari ya kioo inawakilisha ulimwengu wa kiroho. Wakati watu wa dunia wako kwenye bahari, waliomwamini Yesu wako kwenye bahari ya kioo. Sura ya 15 mstari wa 3 aliona kitu kama bahari ya kioo. Na katika bahari hiyo watu kando kando yake wapo ambao wameshinda vita, wamemshinda mnyama, wameshinda dhambi kutoka katika ulimwengu. Wako kando kando ya bahari ya kioo, wako katika ulimwengu wa kiroho, wameondoka katika ulimwengu wa mwili. Ndiyo sifa ya mtu aliyeokoka, anaondokana na ulimwengu. Kama Kolosai anavyosema, tulihamishwa, tumehama. Kuokoka ni kuhama. Na hao watu katika kando kando ya bahari ya kioo wana vinubi, manake wanaimba, wanasifu. Vinubi vinawakilisha sifa za watu walioamini, waliookoka. Ndani ya mioyo yao kuna sifa, kuna vinubi vinapigwa. Sio vinubi vya mwili vya kujifunza kupiga kama tunavyojifunza gitaa na vinanda, lakini kuna vinubi vya kiroho vinavyopigwa katika maisha yao, vinamsifu Bwana. Ni wapiga vinubi. Ukiokoka ndugu yangu, wewe ni mpiga kinubi. Kinubi hicho kinapiga nini? Wanaimba wimbo mpya. Katika sura hii inatueleza habari ya wimbo wa Musa na wimbo wa mwanakondoo. Wimbo wa Musa na wimbo wa mwanakondoo pia inawakilisha kanisa la Agano la Kale na Agano Jipya. Kama tulivyosema, 144,000 inawakilishwa 12 kabila 12 za Agano la Kale. Mitume 12 wanawakilisha Agano Jipya. Wimbo wa Musa unawakilisha kanisa la Agano la Kale. Wimbo wa mwanakondoo unawakilisha waamini au kanisa la Agano Jipya. Musa alipotoka na wana wa Israeli Misri na kuvuka bahari ya Shamu kwa muujiza na kufika ng'ambo, wana wa Israeli walishangaa. Ulikuwa ni muujiza wa ajabu. Biblia inatuambia kitabu cha Kutoka sura ya 15, walipovuka ng'ambo, adui wameangamia baharini, wao wamevuka wako ng'ambo ya pili kwa njia ya muujiza. Sura ya 15 mstari wa 1 unasema, ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu wakinena na kusema, nitamwimbia Bwana. Kwa hiyo kuanzia pale, yale maneno yote ni wimbo,
unaotoka katika vinywa na mioyo ya wana wa Israeli na Musa, wakimtukuza Mungu kwa kazi aliyofanya ya muujiza kuwavusha bahari ya Shamu. Mpaka mstari wa 18 ni wimbo huo. Sasa jiulize, wana wa Israeli wamevuka bahari ya Shamu kwa muujiza, wamepita katika nchi kavu, wako ng'ambo. Walipoona muujiza huu, walianza kuimba wimbo huu, Musa pamoja na wana wa Israeli wote. Jiulize, walijifunza wapi? Walijifunza wapi? Ni zile sifa zinazotoka kwenye kiini cha moyo wa mwanadamu kutukuza matendo makuu ya Mungu. Huo ndio unaoitwa wimbo mpya. Hata kama hamuna tuni, hamuna sauti zinazofanana, hata kama hamtamki maneno kwa pamoja, lakini ninyi mlio na sifa za Mungu kwa matendo yake, ninyi mnamwimbia Bwana wimbo mpya. Pia ukienda mstari wa 20, Mariamu nabii mke ndugu yake Haruni akatoa tari mkononi mwake, wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake wenye matari na kucheza. Miriamu akawaitikia, mwimbieni Bwana, kwa maana ametukuka sasa sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Kuimba wimbo mpya sio lazima, haina maana Biblia inaposema kumwimbia Bwana wimbo mpya, haina maana tunavyoimba kwaya, sauti ya kwanza na ya pili na ya tatu na maneno yaliyopangiliwa na muziki mzuri. Hayo ni mambo ya mwilini. Lakini wimbo mpya unatoka rohoni, ni sifa za Mungu zinazotoka chini ya kitovu, chini ya moyo, kiini cha moyo wa mwanadamu anavyomfurahia Bwana. Hata kama unamtafakari, hata kama unatamka maneno, hata kama hujui kuimba nyimbo za duniani na kwaya, lakini wewe unakuwa na wimbo mpya, kumsifu, kumtukuza, kumshuhudia, kumwinua. Wewe, huo ni wimbo mpya kutoka moyoni. Huo ndio unaoitwa wimbo mpya. Hawa waliimba wimbo mpya. Katika sura 15 ya Ufunuo anaposema wimbo wa Musa na Mwanakondoo, ni kwamba wana wa Israeli walipovuka bahari ya Shamu waliimba wimbo mpya, walimtukuza Mungu kwa matendo yake. Wimbo wa Mwanakondoo ni wale waliookolewa kutoka katika dhambi, wamemwamini Yesu Kristo katika Agano Jipya. Zile sifa zao, tafakari zao kutoka ndani ya mioyo yao, wakimwabudu, wakimtukuza, ile ni wimbo mpya. Sio wimbo wa kwaya, sio wimbo wa notation na ufundi na biti. Hapana, wimbo mpya. Hata wazee wasiojua kusoma na kuandika, wasiojua hata kuimba kwaya, lakini wanamfurahia Bwana ndani ya mioyo yao kwa matendo makuu anayowatendea, wana wimbo mpya ndani ya mioyo yao. Huu ndio wimbo unaosemwa. Kwa hiyo wimbo mpya unaosemwa katika kitabu cha Ufunuo, wanaimba wimbo mpya, ni kanisa. Sio kanisa lote, ni wale waliookoka na kukaa ndani ya Kristo, maana wamekaa, wamesimama pamoja na Mwanakondoo katika mlima Sayuni, wako pamoja na Yesu katika ulimwengu wa kiroho, wamejitoa maisha yao kuishi pamoja na Bwana. Wako wote mlimani, wako wote Sayuni, wako wote mlima Yerusalemu, wanakaa wote katika mlima mtakatifu, wako wote katika ulimwengu wa kiroho, wanamtafakari na kumtumikia Bwana. Hao wana wimbo mpya ndani ya mioyo yao. Hao ndio 144,000 wamenunuliwa kutoka duniani, wamenunuliwa katika wanadamu, ni bikira wa Yesu Kristo, hawana mawaa, wamejitenga na ulimwengu. Hili ndio kanisa takatifu. Huu ndio wimbo mpya. Huu wimbo mpya hatufundishwi na mtu. Inategemeana unamwamini Mungu kiasi gani, unampenda Mungu kiasi gani, umemruhusu Mungu kiasi gani, unamtafakari Mungu kiasi gani. Ndani yao inatofautiana. Si huwezi kufundishwa na mtu. Huu wimbo hatujifunzi. Wengi tunaweza kuwepo kanisani, wengine hawana wimbo, lakini wengine wana wimbo. Hakuna atakaye kufundisha kumtafakari Bwana, kuweka wimbo ndani ya moyo wako.
Watu wanafundisha, wanasema tukifika mbinguni tutaimba kwaya ambayo itaongozwa na Yesu. Wimbo huo hakuna mtu wa kujifunza, tutaimba kwaya kubwa. Hayo ni mawazo ya kibinadamu. Hakuna watu wasa tukifika mbinguni tutaimba sana, tutaimba. Hakuna. Wimbo mpya uko ndani yetu sasa. Kama huna wimbo leo, kama huna wimbo wa Bwana ndani ya maisha yako, unategemea kwenda kuimba wimbo gani mbinguni unakokwenda? Na unavyosema kitabu cha Ufunuo kinakutabiria utaimba? Hapana, kinakufunulia yale yaliyonenwa na wenzetu kwamba sisi ndio tuna wimbo mpya. Sisi tuna wimbo mpya. Sisi ni wapiga vinubi. Sisi tuko katika bahari ya kioo. Tuna vinubi vya Mungu. Tunaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Huo wimbo unasemaje sasa? Huo wimbo unasemaje? Tumesoma katika sura ya 15 ule mstari wa 3. Wimbo wenyewe maneno yake wanasema ni makuu na ya ajabu matendo yako, Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako, mfalme wa mataifa. Ni nani asiyekucha, Bwana, na kulitukuza jina lako, kwa kuwa wewe peke yako mtakatifu. Haya mambo yako ndani ya moyo ya watu wanaomtukuza Mungu. Huu ndio wimbo. Katika sura ya 14 tumeona wanaimba wimbo. Hii ni sura ya 15. Hebu tuangalie wimbo mpya katika sura ya 5 ya Ufunuo. Sura ya 5 mstari ule wa 8, hata alipokitwaa kile kitabu, hao wenye uhai wanne na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwanakondoo, kila mmoja wao ana kinubi. Ndugu yangu, nataka nikwambie, kama umejimimina mbele za Bwana, unazo sifa za Bwana, wewe unajua kupiga kinubi cha kiroho mbele za Bwana, na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Sura ya mstari wa 9, nao waimba wimbo mpya. Wimbo huo unasemaje? Wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Maneno haya ndio wanayomtukuza Mungu. Wanaimba, wana wimbo mpya ndani ya maisha yao. Wana wimbo mpya ndani ya maisha yao. Ukisoma habari za wale wenye uhai wanne katika sura ya 4 ya Ufunuo, anasema, wanasemaje wale wenye uhai wanne? Wanasema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu Mwenyezi, aliyeko na aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. Wanamtukuza Bwana. Huu ndio wimbo wao wenye uhai wanne. Ukisoma maserafi ambao ndio wenyewe wenye uhai, lakini kwenye Isaya hawajaambiwa wenye uhai, wameambiwa ni maserafi, ni hawa. Wanasema mtakatifu, mtakatifu. Sifa haziondoki katika mioyo yao na maisha yao. Kitu kinachokutawala, kama wewe una maneno ya umbea, unasema, baadaye watu wanakuambia, hayo maneno umekuwa ndio wimbo. Bwana yarudia maneno yasiyo na maana. Wakati mwingine ukisoma andiko yanatuambia kuna wimbo wa wapumbavu. Katika kitabu cha Mhubiri anatuambia waachane na nyimbo za wapumbavu. Maneno yale, kama ni umbea, kama ni uzushi, unageuka unakuwa wimbo. Hata katika maisha ya kawaida mtu umesema hayo na jana na juzi na wiki iliyopita ulisema hayo, sasa umekuwa ni wimbo. Watu watakwambia hiyo umekuwa ni wimbo. Lakini kutafakari, kunena habari za Bwana, kufikiri
kufikiri habari za Bwana, kutamka habari za Bwana siku kwa siku. Ndio wimbo wa mtu aliyeokoka, wala hajafundishwa na mtu, unatoka ndani ya sifa ya moyo wake. Acha kusubiri kwenda kuimba wimbo mbinguni usiofundishwa na mtu. Hayo ni mafundisho ya potofu yaliyotengenezwa na adui kuwanyamazisha watu wasijue kazi yao duniani, wafikirie huko wanakokwenda ambako hawakujui na hawatafika. Shetani mjanja sana. Hebu tusome katika baadhi ya maandiko, nikianzia na Agano la Kale. Nianze na Zaburi tukienda sura ya 40 na kupitisha machache, yako mambo mengi sana, lakini nikupitishe katika mistari michache. Zaburi ya 40 ule mstari wa pili na wa 40 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Nisome Zaburi ya 40 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Nalimngoja Bwana kwa saburi, akaniinamia, akakisikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akaisimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu, akatia wimbo mpya kinywani mwangu. Ndio sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa, nao watamtumaini Bwana. Aliponiimarisha, aliponitoa katika shimo, aliponitoa katika njia za utelezi, aliponiokoa na kunipandisha, akatia wimbo mpya kinywani mwangu. Kwa hiyo ninatembea ninao wimbo. Zaburi ya 119, Zaburi ya 119, nataka kuelezea wimbo huo ambao watu wanangoja kwenda kuimba mbinguni. 119 ule mstari wa 54 unasema hivi: amri zako zimekuwa nyimbo zangu katika nyumba ya ugeni wangu. Ninapotafakari amri zako, ninapotafakari neno lako na ukuu wako, zinafanyika kuwa nyimbo ndani ya nafsi yangu, ndani ya moyo wangu. Unaona? Inafanyika kuwa nyimbo. Ukisoma Isaya 12, kitabu cha Isaya, na kurusha maandiko machache, Isaya sura ya 12, tunaona maneno haya. Mstari wa 2 anasema, tazama, Mungu ndiye wokovu wangu. Ni kweli, Mungu ndiye wokovu wangu. Nitatumaini wala sitaogopa, maana Bwana Yehova ni nguvu zangu na wimbo wangu. Wimbo wangu, Bwana anafanyika kuwa wokovu, anafanyika kuwa wimbo. Wimbo unakujaje? Kwa sababu ninamsema, kwa kuwa ninamtafakari, ninamuwaza, ninanena habari zake, ninatafakari habari zake, ninachukua muda na mambo yake. Anafanyika kuwa wimbo wangu, wimbo mpya nisiofundishwa na mtu. Yehova ni nguvu zangu na wimbo wangu. Nikirudi kidogo tena katika ile Zaburi 28 mstari wa 7. Zaburi 28 mstari, Zaburi 28 ule mstari wa 7 unasema, Zaburi 28 mstari wa 7 unasema, Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu umemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Na kwa wimbo wangu. Kila mtu ana wimbo wake.
Kila mtu ana wimbo wake, huwezi kuchukua wimbo wa mtu mwingine. Zaburi 42 mstari wa 8. Zaburi 42 mstari wa 8 tunapata maneno haya. 42 mstari wa 8 unasema, mchana Bwana ataagiza fadhili zake, na usiku wimbo wake utakuwa nami. Wimbo wake utakuwa nami. Naam, maombi kwa Mungu aliye uhai wangu. Tunauona wimbo. Nataka uelewe wimbo wa Bwana. Zaburi 96, Zaburi ya 96 mstari ule wa kwanza unasema, mwimbieni Bwana wimbo mpya, mwimbieni Bwana nchi yote, mwimbieni Bwana, libarikini jina lake, tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Kuna wimbo mpya. Zipo nyimbo tunazoimba, lakini hizo sio wimbo mpya. Hata tungesema tutunge wimbo leo na tutunge leo na kesho, kila wiki tuwe tunatoa wimbo, kila wiki tuwe tuna rekodi, tunatoa wimbo, tunatengeneza album. Huo sio wimbo mpya. Wimbo mpya uko ndani ya moyo. Kama kwa kadri unavyompenda Bwana na kuchukua muda wako na Bwana, huo ndio wimbo mpya usioweza kufundishwa na mtu. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Bwana anapenda nyimbo mpya. Bwana anapenda wimbo mpya. Unao wimbo mpya? Ninao. Kila mwamini anayemtumaini Bwana, aliyekaa ndani ya Bwana, anao wimbo mpya. Jiulize mwenyewe, unao wimbo? Au unangoja kwenda kuimba mbinguni? Ukifika kama ulivyodanganywa, utaimba ukifika mbinguni? Unao wimbo? Sura ya 98 mstari wa kwanza. 98 mstari wa kwanza sema, Bwana, mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda mambo ya ajabu. Mkono wa kuume wake mwenyewe, mkono wake mtakatifu umetenda wokovu. Amefanya mambo ya ajabu. Kwa ajili hiyo basi, mwimbieni Bwana wimbo mpya. Mwimbieni, ametenda mambo makubwa. Mwimbieni wimbo mpya. Wimbo mpya. Wimbo wako wewe. Zaburi 118. Zaburi 118 ule mstari wa 14 unasema, Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu. Bwana ni nguvu zangu, tena ndiye wimbo wangu. Tena ndiye wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Huyu Bwana. Wewe unangoja wimbo gani? Watu wanasema wanajiandaa kwenda kuimba mbinguni. Bwana anasema nataka tumwimbie. Watu wanangoja, wanajiandaa kwenda kuimba mbinguni. Zaburi ya 149. Zaburi ya 149 ule mstari wa kwanza. Ule mstari wa kwanza unasema, mwimbieni Bwana wimbo mpya, sifa zake katika kusanyiko la watauwa. Lakini kila mtu ana wimbo wake. Fahamu hilo. Kila mtu ana wimbo wake. Nikurushe niende kwenye Agano Jipya, tuangalie waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 ule mstari wa 10. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Anao huo ushuhuda ndani yake. Amwaminie mwana. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanaye. Wanaomwamini Yesu, ushuhuda uko ndani ya mioyo yao. Ushuhuda uko ndani ya mioyo yao. Paulo katika kufundisha akifundisha kanisa alitumia maandiko haya. Hebu tuangalie kitabu cha Efeso 5:19. Efeso 5
Waefeso 5 mstari ule wa 19. Waefeso 5 ule mstari wa 19. Nisome kuanzia mstari wa 18. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Hajaweka kituo pale kwamba ni full stop, anaendelea mstari wa 19. Mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo. Nadhani wale wataalamu wa lugha wanajua kwamba zaburi ni nini, tenzi ni nini, nyimbo ni nini. Ni namna tu ya utengenezaji au utunzi, lakini zaburi ni aina ya nyimbo, tenzi ni aina ya nyimbo au tunasema mashairi. Kuna utenzi, watu wanaoimba utenzi wanaimba, utenzi unaimbwa, zaburi huwa zinaimbwa, nyimbo huwa zinaimbwa, mashairi huwa yanaimbwa. Yote hayo ni mashairi. Ndio maana Ayubu alikuwa muimba mashairi, Daudi alikuwa muimba zaburi. Ndio maana vitabu vya Ayubu na Zaburi mpaka Mithali vinaitwa vitabu vya mashairi au vitabu vya zaburi. Ni nyimbo, ni aina ya nyimbo. Sasa tunaambiwa tunapojazwa, tujazwe na Roho. Tukisemezana kwa zaburi ambazo ni nyimbo na tenzi na nyimbo. Nyimbo gani hizo? Za rohoni. Nyimbo zinakaa rohoni. Ziko nyimbo za nje tunazojifunza na biti na nini na stepu, lakini wakati mwingi tunaimba hizi nyimbo za nje, kule ndani rohoni hatuna nyimbo. Na nyimbo za rohoni, unaona, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Wakristo leo tunajua kuimba kwa nje, kucheza nje, kushangilia nje, kufurahisha miili, lakini ndani ni kukavu. Ndani hamna nyimbo, ndani hamna wimbo mpya, hakuna. Nyimbo ziko nje ambazo hata wapagani wanaimba, hata walevi wanaimba, hata wazinzi wanaimba. Waimbaji wazuri katika nyimbo hizi za nje hizi na biti nzuri hawafai katika ufalme wa Mungu. Wengi wao waimbaji wazuri, kashifa zimejaa. Waimbaji wazuri, uchafu umejaa, maneno huku na huku. Ndani yao hawana wimbo mpya. Ni wafundi wa kuimba nyimbo za nje. Makanisani watu hawana nyimbo, lakini wanaweza kuimba usiku kucha, mchana kutwa, toka asubuhi mpaka wanacheza, wanaburudisha mioyo yao. Ndani kukavu, hawana nyimbo za moyoni, hawana nyimbo mpya. Wokovu wa mtu ni ule wimbo uliomo ndani yake, hauzimiki. Hata kama hujui kuimba nyimbo za kanisani na nini, lakini ndani kuna wimbo, kuna ushuhuda. Aliye na Mwana, aliye na Yesu, ndani yake upo ushuhuda. Ushuhuda huo ndio wimbo mpya ambao hufundishwi na mtu. Wakristo wetu tuwafundisheje siku za leo? Kanisa linakauka, wanakauka, hawana shuhuda, hawana nyimbo. Lakini nyimbo za kwaya na muziki na michezo mpaka ya dunia imetawala ndani ya makanisa. Lakini kwa nini muziki ya nje imetawala makanisani? Nyimbo na mitindo ya nje imetawala kanisani. Wanasema wanamwimbia Mungu. Kwa nini ndani hawana wimbo? Wakristo wetu tujifunze. Mungu atusaidie. Tunamshangilia Bwana mioyoni. Watu kumshangilia Mungu nje kwa vigeregere, na ndio maana hata waimbaji siku za leo watu hawajui kumshangilia Mungu. Mpaka wepo mtu wa kuhamasisha, shangilia, piga vigeregere, piga makofi, shangilia.
hatujasikia, shangilia tena. Watu hawajui, hawana kitu kule ndani, kumekauka. Hakuna wimbo, nyimbo mpya. Kila mtu na wimbo wake. Ukiwa na wimbo mpya, huwezi kukauka. Hebu tuangalie naye Kolosai. Ni mwandishi ni mmoja huyo Paulo amewaandikia hivyo wa Efeso, kanisa la Efeso, lakini ni Paulo huyo anawafundisha pia kanisa la Kolosai. Mafundisho yake ni ya uhai kabisa, yanayohitajika kizazi chetu. Kolosai 3:16 anasema 3:16, neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Wakati kwa Efeso amesema mjazwe Roho. Neno la Kristo likikaa kwa wingi ndani yetu, tutapata nafasi ya kujaa na nguvu za Mungu. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu, ambayo ndio kujaa katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi. Tenzi gani? Za ufundi na utaalamu, za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Kuna uimbaji wa kinywa na ufundi, kuna uimbaji wa rohoni. Bwana anatazamia kuona kipi kiwe cha kwanza. Siko kinyume na nyimbo za nje, lakini tunapoimba nyimbo za utaalamu na muziki, ndani kumekauka, hakuna wimbo mpya. Hizi nyimbo za nje hazileti maana yoyote mbele za Mungu. Ndio maana maandiko yanasisitiza kuimba kutoka moyoni. Mshangilieni mioyoni mwenu, mwimbieni mioyoni mwenu, imbeni nyimbo za rohoni, imbeni tenzi za rohoni, shangilieni mioyoni. Tunaposhangilia nje, ndani hatushangilii. Tunaimba nyimbo za vinywa vyetu, lakini ndani hakuna wimbo. Tuna wimbo moja katika tenzi za rohoni unaimbwa, unasema, ndio dhamana Yesu wangu, hunipa furaha za mbingu. Ile pambio yake au kitikio chake inasema, habari njema raha yangu, Yesu ndiye mwokozi wangu. Habari njema raha yangu, Yesu ndiye mwokozi wangu. Uko tenzi na nyimbo za Injili, ndio dhamana Yesu wangu. Sasa wimbo huu niliona umetafsiriwa katika kitabu kimoja cha watu wa Mbeya. Wimbo huo walipata tafsiri nzuri sana. Wao unaimba, tunapoimba habari njema Yesu wangu, wao wanaimba Yesu ndiye wimbo wangu ninaouimba katika maisha yangu, Yesu ndiye wimbo wangu. Ile ndio tafsiri sahihi kabisa. Kiswahili tunasema Yesu raha yangu, lakini wenyewe wametafsiri Yesu ni wimbo wangu. Yesu wimbo, uko ndani, kunalia, hakutulii, unachangamka. Hata mambo changamoto unaponipata, lakini ndani kuna wimbo. Watu wanasinzia, watu wanazimika, watu wanazila ibada, wanazila kanisa, wanapotea. Tunawatafuta na kwenda kuwafufua, hata wafufuki, kwa sababu ndani hakuna wimbo. Watu wanacheza muziki ya dunia, wanacheza mambo ya ajabu makanisani, wanapiga sarakasi, lakini sababu gani? Hata ukiwaonya hawezi kukusikia. Ndani hakuna wimbo, lakini wanangoja eti wakaimbe mbinguni wimbo wasiofundishwa na mtu, wakati wao wanaishi hawana wimbo. Mungu atusaidie. Wokovu ni wimbo, furaha ya Bwana ndio wimbo, kumtafakari Bwana wimbo, maneno ya Mungu ndio wimbo. Vikikauka hakuna wimbo, hakuna ushuhuda, tunabaki wakavu.
Na tunapobaki wakavu, vitu tunavyovifanya mbele za Bwana na mbele za Mungu, tunafanya vitu vya ajabu. Unajua Wakristo wengi siku hizi tunaposema kumwabudu Mungu, wanadhani kumwabudu Mungu mpaka uimbe wimbo. Tena wimbo ni kuimba ndio kumwabudu. Wanadhani kumwabudu ni kule kuimba wimbo wa pole pole. Ninakuabudu Yesu. Unapoimba pole pole, wanadhani ndio kuabudu. Lakini ndani kule hakuna wimbo. Watu wanadhani kuimba ndio kuabudu. Naweza nikakaa kimya, naweza nikalala kitandani, ndani yangu kuna wimbo. Naweza kuwa ndani ya basi, ndani kuna wimbo. Naweza kuwa kazini, ndani kuna wimbo. Wimbo wa mtu aliyeokoka, wimbo mpya ni maisha mapya ya Yesu Kristo katika maisha ya mwanadamu. Mungu atusaidie kulielewa neno la Mungu, kuto kuchepusha, kuleta mambo mapya kabisa ya ajabu. Katika Ufunuo 5, Ufunuo sura ya 5 mstari wa 12, Ufunuo 5 ukianzia mstari wa 11, nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000. Nilifundisha sura hii kwamba hizi 1000 sio halisi, ni kuonyesha mkutano mkuu wa waamini. Kanisa la ulimwengu linaitwa mkutano mkuu, God's Assembly. Katika Ufunuo 7 anasema nikaona 7 ule mstari wa 9 anasema mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Ndio kanisa ambalo katika sura ya 5 wanasema hesabu yao ni kama 1000 mara 10, 1000 mara 1000 mara 1000. Manake ni mkutano usiohesabika, waamini watakatifu waliopo duniani. 12 wanasemaje? Hapa hasemi wanaimba, ila anasema wanasema. Lakini hii manake wanaimba. Kuimba sio lazima uimbe kwaya, sio wimbo mzuri. Ni kwamba hao watu maelfu hawa ndani ya mioyo yao wanasema kwa sauti kuu, astahili mwana-kondoo aliyechinjwa na kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Ndio sifa zinazotoka ndani ya watu hawa waliookoka na kumwamini Yesu Kristo. Kanisa la leo tunaishi nyakati mbaya. Mwili unatawala zaidi nafasi, lakini roho haina nafasi. Mungu tunamsema, lakini hatutaki kumjua. Hatutaki kumpa nafasi ya kukaa ndani yetu na kutawala, ila kumsema tunajua. Usifikiri watu wote wanaoimba wanamjua Mungu. Tumefika nyakati mbaya, hata wahubiri wengine wanahubiri hawamjui. Maana kuhubiri Mungu imekuwa ni chanzo cha mapato, ni biashara. Watu wanahubiri habari za Mungu lakini hawamjui Mungu. Watu wanaimba lakini hawamjui Mungu. Neno la Mungu limemaliza, mtawatambua kwa matunda yao. Matunda ukiangalia yanakataa. Matunda sio matendo. Nimefundisha somo hili kwa mara nyingi, narudia. Hatuwatambui kwa matendo, tunawatambua kwa matunda. Unashangaa. Tuna kipindi cha hatari. Mungu atusaidie. Ni kwa sababu gani? Ndani hakuna wimbo. Ndani hakuna ushuhuda. Mwimbieni Bwana wimbo mpya.
wimbo usiofundishwa na mtu. Mungu anataka kusikia. Hata kama kumetulia usiku wa manane, wale walio na Bwana, wimbo mpya unatoka ndani ya chemichemi zao za uzima za mioyo yao. Ndugu Mkristo unayempenda Mungu na kumwamini, lielewe neno la Mungu na Mungu akusaidie kuelewa. Tumevutwa mno na mambo ya nje. Watu wanaimba, wanatoa na majasho mpaka nguo zinaloa, wanadhani ndio kumtukuza Mungu. Ndani kukavu, hakuna nyimbo. Wimbo mpya, mwimbieni Bwana wimbo mpya kutoka mioyoni. Mtukuzeni Bwana. Ndio maisha yetu na ndio kazi yetu na ndio watumishi Mungu ametuweka kwa kazi hiyo. Mungu atusaidie wachungaji, Mungu atusaidie wainjilisti, walimu, washirika, waimbaji. Moyo unaniuma sana kwa ajili ya waimbaji. Namtumikia Mungu kwa huduma ya kuimba. Wanaomwimbia Mungu ni wachache mno. Uimbaji ni biashara tu. Naona ndani hawana nyimbo, lakini wanazo nyimbo za nje wanatunga. Sasa hivi tunasikia nyimbo za michapo. Watu wanarumbana, mtu anatunga nyimbo za michapo, nasema namwimbia Bwana. Hata maana ya nyimbo za injili imepotea. Watu naimba, unashangaa, hivi huu ndio wimbo wa injili? Hivi watu wanaoimba nyimbo hizi wanafahamu maana ya injili ni nini? Watu wanaimba, wanasema waimbaji wa nyimbo za injili, wakati hawaijui injili maana yake ni nini. Injili ni habari njema za Yesu Kristo, za kuwatoa watu katika dhambi na kuwaleta katika nuru. Hasa kama wewe mwenyewe ni giza, unawaletaje watu kwenye giza, kwenye nuru? Mungu atusaidie. Tunaishi katika kipindi kigumu, lakini neema ya Bwana ipo. Wakati shetani anapoleta hila na michanganyo mingi, neema ya Bwana kwa wale wanaomngojea, wataiona nuru, wataiona njia iliyonyoka kabisa, na Bwana atakwenda kutenda makuu. Anataka kulitengeneza kanisa lake, anatengeneza walio tayari kutengenezeka. Mchanganyo mkubwa, lakini haumshindi Bwana kwa wale wanaomsubiri. Bwana natuhimiza, mwimbieni Bwana wimbo mpya. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Na Mungu akubariki ndugu yangu uliyenisikia siku ya leo. Amina. Kwa jina naitwa Mchungaji na Dr. Zefania Mwarusambo. Namba yangu ya simu ni 0754 041599. Nikiwa mkurugenzi wa huduma hii ya MIM. Ninao watumishi tunaofanya kazi pamoja. Mratibu namba yake ni 0769007328 na namba ya katibu ni 0677880199. Mungu akubariki sana. Amen.